to you all ambao mlikuwa mkishirikiana vizuri kwenye mwezi huu wa Kwaresma. Wakristo wote, heri ya sikukuu ya Pasaka. Nafahamu watu wengi huwa mnapitia tu kama Pasaka, okay, tunasherehekea, lakini hamfahamu nini maana ya Pasaka. Neno Pasaka, sikukuu ya Pasaka huwa ina maana gani? Lakini pia kuna watu huwa wanachanganya kati ya sikukuu ya Idi pamoja na Pasaka, kwa sababu kwanza zina mfuatano, lakini pia zina mfuanano kwenye kufunga. Mbali na hapo pia zote ni sikukuu za kuchinja, lakini pia Pasaka ni kuna ulazima wowote wa kufanya ibada ya kuchinja mnyama yeyote kama ambavyo tunafahamu kimtamtaa. Na mbali na hapo tutapata ushauri zaidi kutoka kwa Pastor Jacqueline kutokea Kivule. Yuko hapa live kupitia Lakoma na aweze kutuelezea nini maana ya Pasaka, lakini pia utofauti wa sikukuu ya Eid pamoja na Pasaka, lakini pia kuna umuhimu wowote wa kuchinja sikukuu hii ya Pasaka. Ni link up pamoja na Pastor Jacqueline. Pastor Jacqueline, habari yako? Lakini pia ukianza kujitambulisha kwa majina yako itakuwa vizuri zaidi, na uanze kuelezea nini maana neno Pasaka. Shalom, na wasalimu kwa jina la Yesu. Kwa majina naitwa Pastor Jacqueline Myovela, napatikana Kivule, frame 10. Mungu awabariki. Leo nataka tujadiliane kwa habari ya sikukuu ya Pasaka. Swali langu la kwanza, umeniuliza kwamba Pasaka ni nini? Pasaka kila mtu anaweza akaichambua vile ambavyo anaiweza, lakini maana kuu tu Pasaka ni sikukuu ya Kikristo inayoadhimisha kufufuka kwa Yesu. Na Kristo alifufuka kutoka kwa wafu, tukio ambalo linatajwa katika Agano Jipya la Biblia. Kama tunavyojua, Biblia ina Agano Jipya na Agano la Kale. Katika Agano la Kale watu walikuwa ili wasamehewe dhambi zao walikuwa wanachinja, wanaenda kwa mwaka mara moja kwa kuhani, then wanachinja kama ni kondoo, inategemea na dhambi. Kwa hiyo kuna mwingine ataambiwa na kuhani kwamba anatakiwa achinje kondoo labda mmoja, wawili na kadhalika. Na itafasiri kwa juu kwa sababu ni kama ilikuwa system kwa Agano la Kale. Kwa hiyo walikuwa wanachinja wanyama, na damu zile zilikuwa zinapakazwa kwenye madhabahu, kwenye pembe za madhabahu. Kwa hiyo ilikuwa ndo kama inaashiria mtu akitoa vile amesamehewa dhambi. Lakini katika Agano Jipya, Yesu Kristo alipokufa alichukua dhambi zetu na akatusamehe kabisa, akasema pale msalabani imekwisha. Na sikukuu ya Pasaka, kabla haijatimia Pasaka, manake kuna watu wengine wanafunga Kwaresma kwa siku 40, na kuna wengine hawafungi. Wengine wanapofunga Kwaresma kwa hizo siku 40 ni katika hali ya kuingia kwenye toba, kujitakasa, kuomba hivyo kwamba Mungu nisamehe, mimi ndo nilisababisha Yesu akasulubiwa, alibeba dhambi zangu, alichubuliwa na kadhalika. Lakini kwa baadhi ya makanisa wao hawafungi Kwaresma, bali wao wanaamini kwamba especially kwa makanisa ya Kirokole au ya Kipentekoste niseme, wao huwa wanafunga siku zote, yani wanaongozwa na Roho, kwamba Roho wa Mungu anasema leo nifunge labda kwa siku 7, labda kwa siku 3, labda kwa siku kadhaa. Kwa hiyo wanaenda kwa mfumo huo. Lakini wenzetu wa Katoliki nadhani na wa KKT, sina uhakika na watu wengine, wao huwa huingia katika Kwaresma. Na wakati mnaingia kwenye Kwaresma, kila mmoja sasa anaingia kwenye sehemu ambayo anaweza akawa anatafuta kujiconnect na ile habari nzima ya kutubu, kushiriki mateso pamoja na Kristo. Kwa hiyo katika muktadha wa kawaida wa maisha, watu huadhimisha Pasaka
kwa aidha ibada maalumu makanisani. Kwa mfano tumeona makanisa mengi, wengine walianza Alhamisi Kuu, wengine walianza Jumatano, kulikuwa na sikukuu kadhaa, wengine ilikuwa sijui Jumatano ya Matawi, sijui vidudu gani. Hizo siwezi kuvielezea kwa sababu siko huko sana. Kwa hiyo wengine walitangaza makongamano au semina za neno la Mungu kwa hii wiki nzima kuanzia Jumatano, Alhamisi, Ijumaa na wanahitimisha Jumapili, ambao ndo tukio haswa, ndo tukio halisi ambalo tunatarajia kwamba siku ya Jumapili Yesu alifufuka, kwa maana alikufa na siku ya tatu akafufuka. Kwa hiyo wengine wakishiriki ibada maalum kanisani, na wengine wanashiriki chakula cha pamoja na familia. Wengine wanaenda kutembea mahali tofauti tofauti, kufanya michezo kadhaa. Wengine wanaenda kusapoti watoto yatima, kusapoti wasiojiweza, kusapoti hivyo. Kwa hiyo niseme kwa maana kwa kifupi tu Pasaka iko hivyo. Okay, swali langu la pili linasema kuna tofauti gani kati ya Eid al-Fitr na Pasaka? Nitajibu kama ifuatavyo. Pasaka na Eid al-Fitr ni siku mbili kubwa, yani ni sikukuu mbili kubwa tofauti, zinatofautiana sana kwa misingi ya kidini, kwa maana ya kusherekewa. Namba moja, kwa mfano tukija kwa misingi ya kidini, Pasaka ndo sikukuu ya Wakristo, kama nilivyosema hapo mwanzo, inasherehekea kufufuka kwa Yesu Kristo kutoka kwa wafu baada ya kusulubiwa. Lakini Eid al-Fitr ni sikukuu ya Kiislamu ambayo inasherehekewa baada ya kumalizika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sawa sawa. Na maana halisi ya Pasaka inaashiria ushindi wa maisha dhidi ya kifo na msamaha wa dhambi kwa waumini wa Kikristo. Lakini Eid al-Fitr inaashiria mafanikio ya waumini wa Kiislamu baada ya mfungo wa Ramadhan, ikisisitiza mshikamano, kutoa zaka na kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yeye ambaye amewakirimia rehema zake kwa mwezi huo, kwa sababu mwezi huo inasemekana ndugu zetu Waislamu wanatenga muda kwa ajili ya mwezi huo kwa ajili ya kurudi kwenye toba. Kwa hiyo muda wa kusherekea Pasaka unaadhimishwa kila mwaka Jumapili baada ya mwezi mpevu wa kwanza, majira ya masika. Lakini Eid al-Fitr huadhimishwa kila mwaka baada ya kuona mwezi mwandamo wa mwezi wa Shawwal, baada ya kumaliza Ramadhani. So namna ya kusherekea Pasaka inasherekewa kwa ibada makanisani kama nilivyosema kwenye voice ya kwanza, maombi, nyimbo, sifa, mara nyingine kwa chakula cha familia. Lakini Eid al-Fitr husherekewa kwa sala ya Eid, kutoa zakatul fitr, kuvaa nguo nzuri, kuwatembelea ndugu na marafiki na kula pamoja. Lakini pia niongeze, mara nyingi pia kuna wengine wanaweza kutoa misaada mbalimbali kwa watu wasiojiweza, na hiyo ndo nadhani haswa inaweza kuwa maana halisi. Funga ya Pasaka inaweza kufuatwa kwa kipindi cha Kwaresma, siku 40 za kufunga na toba. Lakini Eid al-Fitr hufuatia Ramadhani, yani mwezi wa funga wa Kiislamu. Nadhani unaweza kuona hapo tofauti. Yani tofauti ndo iko hapo, kwamba Pasaka inafungwa Kwaresma siku 40, lakini Eid al-Fitr inafuatia Ramadhani ya mwezi wa funga wa Waislamu. Na wao wanafunga siku 30 Waislamu, na hao wanaofunga Kwaresma wanafunga kwa siku 40. Swali la tatu nasema, je, ni lazima kuchinja? Kwa upande sasa wa Kristo, kuchinja si lazima. Nasema kwa ujasiri kwa sababu zamani kama nilivyosema mwanzo kwenye Agano la Kale walichinja kwa ajili ya kusamehewa dhambi zao, kuondolewa dhambi zao. Lakini kwa sasa hivi Yesu Kristo ndo Pasaka mwenyewe na ndo aliochinjwa kwa ajili ya ulimwengu wote.
dunia yote. Kwa hiyo hatuna tena damu ambayo tunaweza kuitumia kwa ajili ya ondoleo la dhambi isipokuwa damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo kuchinja kwa sisi wa Kristo sio lazima, unless otherwise umeamua kuchinja kwa sababu unahitaji mboga ya kupika kwa sababu ya kufurahi na familia, lakini sio kuchinja kwa maana ya kwamba unataka kusamehewa dhambi kupitia damu ya yule mnyama, hapana. Kwa hiyo kuchinja sio lazima, utachinja kwa faida yako. Lakini kwa upande wa Idi, niseme kwamba kwanza kwa uelewa wangu mdogo, kwa upande wa Waislamu, wao wanatembea sana na vitabu vya sheria vya Agano la Kale. Kwa hiyo wanafuata misingi ya sheria. Kwa hiyo ukitembea kwenye sheria lazima itabidi ufanye hivyo, ukitembea kwenye sheria. Lakini ukitembea kwenye neema ambayo naiongelea ya Agano Jipya, neema ya Yesu Kristo ambayo inatuletea ukombozi kupitia damu yake, pasipo kuomba, pasipo kutoa chochote, pasipo kulipa chochote, yeye amelipa gharama iliyojitosheleza. Kwa hiyo kwa wao Waislamu ambao wako chini ya sheria, maana yake wao inawezekana kuna ulazima wa kuchinja kwa wale wenye uwezo. Lakini kwa sisi wa Kristo, especially wa Pentecoste, mimi naona hakuna ulazima wa kuchinja, kwa sababu Pasaka wetu amekwisha kutolewa, amechinjwa kwa ajili yetu. Kwa hiyo kwa kusema hayo, mpaka hapo, shukrani sana Pastor Jacqueline na wote ambao mnasherehekea siku hii ya Pasaka. Umesherekeaje Pasaka yako? Umetoka, ilikuwaje? Umepika nini? Yes, comment zenyu hapo, lakini pia bila kusahau kusubscribe our YouTube channel as Lakoma TV, lakini pia Instagram kama Lakoma TV, bila kusahau TikTok Lakoma TV. Happy Easter, uwe na siku kuu njema na yenye baraka tele.